Kwenye sehemu ambayo imepita, ambayo ni sehemu ya kwanza, nimefundisha kuhusiana na mauti ya kuwa mbali na Mungu ama kutoka katika utukufu wa Bwana. Sasa katika hii sehemu nataka nifundishe maana ya pili ya mauti, pale ambapo ni mwili wa mtu kutengana na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye sehemu ya kwanza nimesema kwamba mtu anaweza kuwa anatembea duniani lakini yule mtu amekufa kulingana na mbinguni. Lakini kwenye hii sehemu ni pale ambapo sasa mwili wako unarudi katika udogo ama katika mavumbi. Ndio maana maandiko yanasema mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Lakini pia roho yako ikamrudia Mungu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 12 na mstari wa 7, maandiko yanasema nayo mavumbi kurudia nchi kama yalivyokuwa, na roho kumrudia Mungu aliyoitwaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii aina ya mauti inaweza ikatokea kwa njia kuu mbili. Hii ni pale ambapo mtu atakufa baada ya kuwa wakati wa ule mtu umefika. Kama vile mtu anakuanga na wakati wake wa kuzaliwa, kuna wakati wake pia wa kufa. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1, maandiko yanasema kuna wakati wa kila jambo, wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa, wakati wa kucheka, wakati wa kulia, kuna wakati wa kila jambo. Kwa hivyo mtu anaweza mwili wake na roho yake zikatengana kwa sababu muda wake umefika wa kufa, sawa Lakini pia katika kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 4, maandiko yanasema hata ulipotimia utimilifu wa wakati Mungu akamtuma mwanae. Kwa hivyo kuna wakati kabisa ambao umetengenezwa wa mtu kufa. Lakini pia hii mauti inaweza ikatokea ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 5:26, maandiko yanasema atafika kaburini mwenye umri mtimilifu. Hii inaeleza kuwa pia mtu anaweza akaenda kaburini ama akafa baada ya kuwa umri wake umetimia, ule ambao alikuwa amepangiwa na mbingu. Lakini pia nikimalizia kitabu cha Isaiah 65 and verse 20 hadi 21, maandiko yanasema hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Nielewa. Lakini ni verse nyingine ni kwamba Mithali 13:22, maandiko yanasema mtu mwema huacha urithi ama huacha urithi kwa wana wanaye. Kwa hivyo kama hujaacha urithi kwa wana wanao, ina maana kwamba kuna uwezekano umeenda kabla ya wakati wako. Sasa nimesema sababu ya kwanza kwa nini mtu ama mwili wa mtu na roho zitatengana, ina maana mtu atakufa, ni kwa sababu wakati wake umefika. Lakini pia kuna wakati mwingine mtu atakufa kabla ya wakati wake. Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 7 mstari wa 17, maandiko yanasema kwamba kwa nini ufe kabla ya wakati wako. Kwa hivyo ina maana kuna watu wanaokufa kabla ya wakati wao. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Ezekieli 13 na nadhani mlango wa 18, maandiko yanasema mnaua watu wasiostahili kufa na kuhifadhi roho zenu wenyewe. Kwa hivyo mtu anaweza akafa kabla ya wakati wake. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ule mlango wa 11 na mstari wa 25-26, huyu ni Martha anaelezwa na Yesu, na Yesu anamwambia hivi, anamwambia Martha kwamba yeye ndiye huo ufufuo na uzima, na mtu akimwamini japo atakufa ataishi. Hapo Yesu alikuwa na maana ya kwamba baada ya kuwa mtu amekufa, Yesu anaweza akamfufua na yule mtu akaenda mbinguni ama akafufuka akarudi duniani. Ndio maana ukisoma maandiko yako utaona kwamba kuna maandiko yanasema ya kwamba takaseni wakoma, fufueni wafu, pozeni wangojwa, mmepewa bure, peaneni bure. Kwa hivyo kuna watu wanafufuka, na haswa ni wale watu ambao wanakufa kabla ya wakati wao haujafika. Sasa kuna mtu anaitwa Stefano kwenye maandiko, kwenye Biblia. Maandiko yanasema ya kwamba Stefano akapigwa na mawe akafa. Lakini
ukisoma kisa vizuri utaona kwamba kuna wakati Yesu alisimama ili kwamba asikie kama Stefano atataka aishi tena, lakini Stefano akakaa kimya. Kwa hivyo mtu akiwa anakaribia kufa lakini akakaa kimya, akakosa kusema sitakufa mbali nitaishi, ina maana kwamba atakuwa ameridhia kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuwa ameridhia kufa hata kama ameokoka. Sasa nataka nipige hatua kidogo kwenye kile kitabu cha Yohana 21 mstari wa 20 na 23. Hapo utakuja ukutane na mtu mmoja ambaye anaitwa Petro na Yohana, ambaye ni mwanafunzi ambaye Yesu alikuwa anampenda. Hapa Petro anauliza swali, na huyu je? Lakini Yesu anamwambia hivi, kama imenipasa mimi huyu aishi mpaka siku nitakaporudi, inakufasa nini wewe? Yesu ameongea hivyo kimchezo, lakini unashangaa kwamba Yohana wa Ufunuo amekuja kuishi mpaka Yesu akaja, pamoja na kuwa alipitia kwenye changamoto mingi sana za kumuua. Maana maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati yule Yohana wa Ufunuo alitupwa kwenye kisiwa cha Patmo ambacho kilikuwa kimejaa wanyama wakali, lakini akaibuka pale akiwa ako hai. Kuna wakati pia historia inaeleza kwamba alitupwa ndani ya mafuta, ambayo yale mafuta yalikuwa yamepashwa moto, lakini akatoka pale akiwa sawa. Lakini pia utaona kwamba kuna wakati walimkata mikono, lakini wakampata baadaye anaandika Biblia, ama anaandika kile ambacho Yesu alikuwa anamwambia kuhusiana na makanisa tofauti tofauti. Ndio maana nasema hivi, kama mtu hajaridhia kufa na kama mtu anafanya kile ambacho Mungu alimuitia kufanya hapa duniani, ni bila shaka Mungu atamlinda, pamoja na kuwa mauti itakuwa inatamani kumuua yule mtu, lakini yule mtu atakufa kabla ya wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nataka nipige hatua ili mtu aishi mpaka wakati wake ule ambao Mungu amempangia hapa duniani. Maana tumesema kuna wakati wa kila jambo. Lazima umpee Mungu sababu kwa nini akuweke uhai, kwa nini akulinde uishi hapa duniani. Ndio maana ukiangalia kwenye kitabu cha Zaburi 118 na mstari wa 17, Daudi anasema sitakufa mbali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Daudi anasema sitakufa, lakini kuna sababu kwa nini sitakufa. Ni kwa sababu kuna kazi ambayo Mungu amenipa, ambayo ni kusimulia matendo ya Bwana, kufanya kazi ya Bwana. Kwa hivyo ili usife kabla ya wakati wako, unafaa umpee Mungu sababu kwa nini akulinde. Ndio maana ukiona Yesu anapopita pale Bethfage na Bethania, anapata mtini. Ule mtini hauna matunda. Anatarajia apate ule mtini uko na matunda, maana ulikuwa katika position nzuri, ulikuwa mahali kuna undogo mzuri, ulikuwa mahali kuna mbolea na maji, lakini anapata ule mtini hauna matunda. Yesu akaulaani, akawaambia tangu sasa mtu asile kutoka kwako. Kwa hivyo Yesu akija apate una matunda, kuna uwezekano akakulaani ukafa, ukawa hauwezi ukalisha watu tena, ukawa uwezi ukaishi kwenye hii dunia tena. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafilipi 1:21 naona kwamba Paulo anasema kuishi ni Kristo, lakini kufa ni faida. Yaani akiishi hapa duniani atakuwa anamtumikia Yesu Kristo, lakini ikitokea kwamba amekufa bado pia ni sawa, kwa sababu ataenda kupumzika. Ndio maana utaona kwamba kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 na mstari wa 7, huyu ni Paulo anasema ya kwamba amemaliza kazi na imani ameilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Yohana 17 mstari wa 4 utaona kwamba Yesu hapa anasema ya kwamba ulionipa ile kazi ambayo ulinipa kuifanya nimeimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kile kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wa 13, Maandiko yanasema hivi, heri wafu wafao katika Bwana, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yanafuatana nao. Baada ya kuwa mtu amefariki, kuna kitu ambacho huwa kinamfuata yule mtu ambacho kinaitwa matendo ya mtu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba kila mtu atatoa hesabu kulingana na matendo aliyofanya hapa duniani, na watu watafishwa taji kulingana na zile kazi walizozifanya.
Kama taji yako itapitishwa ndani ya moto ichomeke, utakosa chochote. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba kila mwenye kitu ataongezewa, lakini asiye na kitu, hata kile kidogo kitachukuliwa na kipewe mwingine. Kuna watu ambao watavishwa taji ambao zilifaa watu wengine, maana walifanya kazi mpaka wakafanya kazi za watu wengine ambao walikataa kuzifanya hapa duniani, maana kazi ya Mungu haiwezi kukwama. Kwa hivyo unafaa umpe Mungu sababu ya uishi hapa duniani.